Chum TV. Furaha kiganjani. Baada ya kilio cha muda mrefu la umeme, leo hii tumekuja katika shehia ya Jumbi, wilaya ya Kati, mkoa wa Kusini Unguja, ambapo leo tumekuja kwa lengo la kujua wameimarishwa vipi kwenye swala zima la umeme. Jina langu ni Subira Salum, nyuma ya kamera Zulaifa Isa Suleiman. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Hii ni Chum TV. Kwa sababu mwanzo ulikuwa hauna nguvu, akesha ulikuwa unazima kila saa. Lakini sasa hivi hauzimwi, una nguvu, simu zinapata chaji, ukipika pia mashallah. Hapa sio kama mwanzo ulikuwa umeme unazima vitu, mafriji na vitu vinaharibika, majuisi yanaharibika. Sasa hivi tunashukuru umeme uko vizuri, umeongezeka nguvu. Mwanzo ulikuwa umeme kwanza hauna nguvu. Sasa hivi tunashukuru umeme umeongezeka nguvu. Kama hivyo ndo tulitilia swala sana, tulihangaika sana. Kaomba jamani umeme mdogo, vitu mafriza vitu havinaharibika. Majuisi tunafanya biashara yanaharibika, mara umezima umeme. Uzima umeme siku mbili hatuna umeme. Na biashara kama hii vitu vinaharibika sana. Kwa hiyo sasa hivi tunashukuru umeme uko vizuri, una nguvu. Kama tulivyowasikia wananchi wa shehia ya Jumbi, basi Chum moja kwa moja ikafika hadi kwa sheha wa shehia ya Jumbi. Na hapa ana shukrani zipi za kutoa kwa ZECO? Kwa kweli tatizo la umeme lilikuwepo kwa muda kidogo na lilichukuliwa hatua katika channel mbili. Channel ya kwanza alipokuwa umeme mdogo ziliongezwa transformer katika kijiji, na baadaye transformer pia zimezidiwa, ikabidi pia bado tatizo la umeme mdogo baadhi ya eneo hasa lile la Jumbi Mchanga Mwingi likaendelea likawepo. Kwa hivyo tukawapa habari ZECO na tukafanya survey katika maeneo mawili tofauti ya kupitisha laini ya umeme, na kwa bahati eneo la kutoka quarters polisi kule Suza ndio lilofaulu kufanywa njia mpya ya umeme ili kuweza kuondosha hilo tatizo la umeme. Kwa hivyo nawapongeza sana watu wa shirika la umeme kwa hatua zao walizochukua kuondoshea kero hiyo kwa wananchi ambalo wamestahimili kwa muda kidogo kuwepo kwake, na sasa hivi linaendelea vizuri na wanafarajika vya kutosha, kwa sababu kuna vitu ndani ya nyumba zao vingine vilikuwa hawawezi kuvitumia kutokana na nguvu za umeme zilizokuwepo, lakini vingine pia vilifikia pahala kuharibika na wengine kukata tamaa na kuviuza kutokana hawajui kwamba kilio hichi kitakusha lini. Kwa hiyo kutokana na pongezi hizo ambazo wamezifanya kwa muda na kuondoshea wananchi wangu kero hiyo, basi wasimalizie hapo kama tembo kulitia maji tena, lakini waendelee na moyo ule ule. Wanapopelekewa taarifa kama zile, basi waweze kuzifanyia kazi haraka ili wananchi wafarajike, kwa sababu umeme umewekwa kwa ajili ya manufaa ya wananchi. Kwa hivyo basi waende nao na faraja nao vizuri. Mara baada ya kuwasikiliza wananchi pamoja na sheha wa shehia hiyo, moja kwa moja Chum haikuishia hapo. Imeenda hadi shirika la umeme Zanzibar ZECO, ambapo imekuja kuzungumza na afisa uhusiano wa ZECO. Kwa sababu kubwa ambapo imetokezea katika eneo la Jumba la Makontena pamoja na Mchanga Mwingi ni kuzidiwa kwa miundombinu ile ambayo iko pale. Kwani eneo hilo lote likumbuke tu kwamba transformer yao ilikuwa iko mbali kidogo na maeneo yao, kwa sababu maeneo yale ya kuanzia Makontena kuingia ndani Mchanga Mwingi ni maeneo kwa sasa hivi yanakuwa zaidi kwa hali ya ujenzi na maendeleo mengine ya kijamii. Kwa hivyo kwa hatua ambayo tumezichukua katika hilo eneo ni kuweza kuijenga laini mpya ambayo imetoka karibu kabisa na kituo cha polisi cha Jumbi mpaka kufika ndani kabisa Mchanga Mwingi. Kwa hivyo laini hii itakuwa inabeba umeme wa kutosha kwa mujibu wa mazingira yao, lakini sio kujenga tu laini hiyo, lakini pia tumeweza kuwekea transformer kubwa ya 350 kVA, ambapo kwa takribani masiku mingi yatakayokwenda mbele bado itaweza kutoa huduma iliyokuwa inakidhi mahitaji yao. Kwa hivyo kwa sasa tumeshakamilisha hiyo kazi, na wananchi wa maeneo hayo sasa hivi wanafurahia huduma yetu iliyo nzuri. Kama tunavyokuwa tunazungumza mara kwa mara, ili tuweze kujua changamoto zinazojitokeza katika jamii zetu zinazohusiana na umeme, ni vyema kwamba jamii ikaleta taarifa zake.
na tumekuwa tukizipokea taarifa za mara kwa mara. Nasi tunapokuwa tunapokea zile taarifa ni kuweza kutuma timu maalumu ya ukaguzi katika hayo maeneo na kuweza kuwafanyia kazi. Kwa takriban sasa hivi maeneo mengi ambayo tumepokea taarifa zao basi yameshakamilika katika ujenzi, lakini pia mengine yanaendelea kukamilika katika kuboreshwa kwao.